Rafiki yangu wa mtandaoni, my good and great friend wa YouTube, karibu sana katika session au katika kipindi ambacho unatazama na kusikiliza mafunzo ya Dr. Chris Mauki. Mimi ni mtu ambaye wengi mnafahamu, ninazungumza zaidi kuhusu maeneo matano katika maisha: familia, ndoa, mahusiano, malezi pamoja na maendeleo binafsi au personal development. Kama wewe ni mara ya kwanza kufika katika channel hii, basi hakikisha umesubscribe kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa subscribe, na utakuwa mwanachama, memba wa kudumu wa familia hii inayokuwa kwa kasi sana. Na kama unatamani kupata content kama hizi kila tunapo upload kila siku, uweze kuangalia video itakobadilisha maisha yako katika maeneo niliyoyataja, basi bonyeza kale kengele kale, katakuwa katakupa notification kila wakati tunapo upload. Naomba nikukaribishe. Kama una kitu unasema na mimi swali na chochote una appreciate kuhusu video hii unaitazama, basi pale chini unaweza ukaandika chochote. Mara kwa mara napata nafasi ya kupita na kusema kitu au kujibu na vitu kama hivyo. Mwalike rafiki mwingine au mtu mwingine ili aweze kuwa memba na yeye kama wewe unavyofaidi vile vile. Usiache kumwambia mtu mwingine kwa kumtumia linki, kwa kumwambia subscribe. Hebu angalia page hii ya Dr. Chris Mauki au ukurasa wa Dr. Chris Mauki YouTube ili aweze kubadilisha maisha yake. Uweze kujua utakavyomsaidia. Leo naomba unipe dakika chache nikufundishe topic nzuri na rahisi ambayo inahusiana na mahusiano, ndoa na mapenzi. Na topic hii inasema mambo manne ambayo lazima uyafanye ukiwa kwenye penzi. Mambo manne, 4 things ambayo lazima uyafanye ukiwa kwenye penzi. 4 things that you must do and you must consider when you are in love. Mambo manne. Wengi wanapata shida kwa sababu haya mambo wanayachukulia poa na hawayafanyi, alafu inakula kwao. Na wengi wamekuwa clients wangu. Wengi ukiwa unaongea nao wanakuja kukwambia kuna sehemu katika mambo haya manne walikosea. Uwe ni mwanaume, uwe ni mwanamke, haya mambo manne yanakuhusu. Jambo la kwanza, ni lazima ufahamu ya kwamba ukipenda lazima utatoa. Ukipenda lazima utatoa. Sio toa ya minus, ni toa ya give. When you love, you must give. Hakuna upendo wowote usio na kutoa. There's no love minus giving. Mungu akasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, ile Yohana 3:16, akamtoa mwana wake wa pekee. Isingewezekana Mungu akapenda pasipo kutoa. Kama umempenda dada yoyote, kama umempenda kaka yoyote, lazima utakuja kugundua tabia ya ubahili lazima ife, kwa sababu huwezi kupenda na wakati huo ukawa stingy wa ujumla, ustingy wa ukoo, ustingy wa ukabila. Sisemi uwe extravagant utapanye, lakini utajikuta lazima utajifunza kutoa, kwa sababu upendo unaendana na kutoa. Kwa hiyo kama una tabia ya kutoa, naomba nikwambie penzi litakushinda. Utaachwa, utakimbiwa, utatengwa, utatelekezwa, kwa sababu hakuna penzi lisilo na kutoa. Usio unatoa tu maneno na kupenda. Hapana, lazima kutakuwa kuna kutoa kutoka kwako. Utatoa mali yako, utatoa ulivyo navyo, utatoa rasilimali zako, utatoa muda wako, utatoa akili yako, utatoa expertise na ujuzi wako, utatoa presence yako, utatoa nguvu zako. Una vitu vingi vya kutoa kwenye penzi. Jambo la pili, ukipenda lazima utasacrifice. Sasa sacrifice ni stage ya juu ya kutoa. Sacrifice ni stage ya juu ya kutoa. Stage ya kwanza, na jambo la kwanza lilikuwa ni kutoa. Unatoa pale ambapo unapenda na unatoa unachokipenda. Stage ya kusacrifice maana yake utatoa zaidi ya unachokipenda. Utatoa kuliko unavyopenda. Utatoa zaidi ya unavyopenda. Utaenda more than what you expected.
you expected. Utaenda zaidi ya ulichokuwa, more than you're willing, ndio sacrifice. Yani maanake utajidhabihu, utaenda zaidi ya unavyotaka. Nyakati nyingine mpenzi wako anasafiri ndege ya usiku, utaamka usiku kumpeleka airport. Nyakati nyingine anaumwa, utanyanyuka kwenda hospitali kumuona. Kuna nyakati atakuwa na shida, utalazimika kutoa hela yako ya chakula. Huko ndiko kusacrifice. Yani unakosa wewe ili yeye apate, unajinyima wewe ili yeye apate, unajiumiza wewe ili yeye apate. Kuna nyakati utaumia, hisia zako zitalia, lakini utasacrifice kumsamehe. Huko ndiko kusacrifice, ndiko kujidhabihu. Akaenda msalabani kwa sababu yetu. Hakupenda. Kuna kipindi alisema ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, lakini alilazimika kwenda. Hapo ndiko sacrifice ipo. Alipenda kuliko na akaumia kwa sababu yako. Na kwenye penzi lazima utafika point utaumia. Ndio maana wanawaambiaga watu, ukifika kwenye penzi alafu unasema Dr. Chris naomba nitafutie mpenzi, alafu lakini sitaki mtu akuniumiza. Wewe kaa kwa wazazi wako, bado huko tayari. Kwenye penzi kuna nyakati utaumia kuliko ulivyofikiri, kwa sababu una sacrifice kwa sababu ya yule uliyempenda. Jambo la tatu, ukipenda lazima utadefend. Lazima utadefend. When you love you must protect. When you love you must defend. Ukipenda lazima utadefend. Ukipenda lazima utaprotect. Haiwezekani huwezi kuprotect alafu upo tu kwenye penzi. Haiwezekani. Ukipenda lazima utamprotect huyo mwenzako, lazima utamlinda huyo mwenzako. Utakuta sehemu anasemewa vibaya, utamlinda. Utakuta sehemu anasemewa visivyo, utasema vizuri kwa ajili yake. Utakuta wazazi wako wanamsema vibaya, utasema hapana, huyu ni mke wangu. Utasema hapana, huyu ni mume wako. Watu wasio defend, watu ndugu zako wanamuongelea vibaya na wewe unamuongelea vibaya. Ndugu zako wanamsema vibaya na wewe unamsema vibaya. Ndugu zako wanamfanyia hivi na unaona. Nimekutana na kijana mmoja, mpenzi wake ameenda kutoa mahari, alafu yeye wakati wana negotiate na wale wazee wa mahari wakamwambia atoe milioni kadhaa, akaenda akamwambia ana hela huyu, mtoeni hela nyingi. Wewe umdefend, umprotect mpenzi wako. Unaona, wanao protect wanakaa upande wa mpenzi wao, wanakaa upande wa mke wao, wanakaa upande wa yule wanayempenda. Wanahakikisha akikosea wanakaa upande wake kumrekebisha, akijikwaa wanakaa upande wake kumnyanyua, akianguka wanakaa upande wake kuanguka kabla na ili wamshike asiumie. Watu wanaopenda wana protect. Utamprotect mme wako, utamprotect mpenzi wako wa kike, utamprotect mke wako dhidi ya marafiki zako, dhidi ya ndugu zako, dhidi ya wale wote ambao unafikiri ni maadui kwake. Utamprotect hata katika maeneo ambako wanaonekana anashindwa kuelewa, ana ushamba, na wewe una exposure zaidi, utamlinda katika eneo lile. Lakini naomba nikwambie jambo la 4, ukipenda lazima utampromote mwenzako. Ukipenda lazima utapromote. Lazima utapromote. Kupromote mara yake nini? Utamnyanyua mwenzako. Utakuwa tayari kumuongeza mwenzako. Utakuwa tayari kumkuza mwenzako. Utakuwa tayari kumfundisha ili aelewe zaidi. Utakuwa tayari kumsaidia ili aweze kujua zaidi. Nyakati nyingine utarekebisha kazi zake, utamsaidia kusoma kazi zake. Nyakati nyingine utasimama kumsemea kwa sababu unataka aendelee. Nyakati nyingine utamuintroduce, nyakati nyingine utamuexpose, nyakati nyingine utasimama naye sehemu ili aonekane yeye. Hapo unampromote. Nyakati nyingine utalazimika kumpa kipaumbele wewe yeye ili ubaki nyuma kidogo. Kwa nini? Unampromote. Kama vile unakuwa marketing manager wake, unamweka pale, ana kitu anafanya, ana huduma, ana kitu anafanya kwenye maisha. Utakuwa pale kuhakikisha kabisa kwamba anafanya vizuri kuliko uwezo wake. Utagundua uwezo wake ni wa chini, utafanya zaidi ili kuhakikisha kwamba anakuwa star. Hutoumia wala kushindana naye utakapoona anaongezeka. Hutoumia wala kushindana naye utakapoona kwamba anapata watu wengi, anapata mafollow, anakuwa mkubwa. Utakuwepo kuhakikisha kwamba anakuwa better zaidi ya alivyo pale. Hutotishwa na mafanikio yake hata siku moja. Tena utakuwa partner wa kuhakikisha mafanikio yake yanakuwa makubwa. Haya mambo 4 ukipenda lazima uyafanye. Ukishindwa kuyafanya, penzi litakula kwako. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.